Yesu alipokuwa anaingia Yeriko, Biblia inasema alipita katikati ya mji wa Yeriko. Wakati anapita katikati ya mji wa Yeriko, Biblia inaeleza habari za mtu mmoja aliyekuwa anajulikana kama Zakayo, ambaye alikuwa ni mtoza ushuru na alikuwa ni mtu maarufu sana. Zakayo aliposikia habari zake Yesu, alitamani sana kwenda kumuona kwamba ni wa namna gani. Bila sema wakati Zakayo anapenya kwenda kuangalia, hakuweza kufanikiwa kumuona kwa sababu ya kimo, maana Biblia inasema alikuwa ni mfupi sana. Bibyo Zakayo akaona kuna njia ambayo Yesu anaipitia, ikabidi akimbie kwenda mbele, akapanda juu ya mkuyu. Na alipopanda juu ya mkuyu, Yesu akafika pale kwenye mkuyu, akasimama, akatazama juu, akamuita Zakayo, mwambia shuka, maana leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Zakayo alishangaa sana kuona kitendo cha namna hii, kwamba Yesu huyu maarufu watu wanaomkimbilia ametaka kwenda kushinda kwake. Bila sema Zakayo alipofika kwake, moyo wa toba wa kutubu kamwijia, kwa sababu aliona neema ya pekee ambayo imemtembelea nyumbani kwake. Akasema, ninatoa vitu vyangu vyote kuwarudishia, kama kuna mtu nimemnyang'anya kwa hila, na kama mtu nimemnyang'anya kwa hila, basi namrudishia mara 4. Kwa hiyo tayari Zakayo aliingia kwenye toba ya halisi, toba ya kweli, kutubu, pamoja na kuwa jamii ilikuwa imeshamkatia tamaa kutokana na kazi aliyokuwa anaifanya. Alimuona ni mnyang'anyi, alimuona ni mtu mwenye dhuluma, lakini bado Mungu alikuwa bado hajamkatia tamaa. Ndio maana alipokutana na Mwokozi Yesu Kristo, alimrejesha tena, kama maandiko yasemavyo kwamba mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Wapo watu wamepotelea kwenye ulevi, potelea kwenye maisha ya ukahaba, potelea kwenye uchawi, potelea kwenye maisha ya dhuluma, ujambazi. Hii nataka nikwambie, yawezekana ndugu zako wote wamekukatia tamaa, lakini Mungu bado hajakukatia tamaa, bado anakuwazia mema. Naposoma kitabu cha Yeremia, nasema yeye anayajua mawazo anayokuwazia ni mawazo ya amani, ya kukupatia burudiko nyakati za mwisho. Lipo tumaini kwa Bwana. Ukimwamini leo Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utapokea msamaha wa dhambi, utapokea neema, utapokea wokovu, utakuijilia katika maisha yako. Cha msingi ni kumwamini tu Yesu. Zakayo alichokifanya ni kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Ndio maana alitamani kumuona, na hata alipokwenda nyumbani kwake, Zakayo alifurahi sana. Ipo furaha Mwokozi anapokuja katika maisha yako. Nikutakie maisha mema. Kama unahitaji kumpokea Yesu maisha yako, unahitaji kumpa Yesu maisha yako, unaweza ukanifuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, mimi mwenye dhambi nimekuja kwako Yesu, naomba unisamehe. Nifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Tangu sasa nimeamua kukufuata Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimeamua kukataa kila kazi